والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Al-Allama An-Nihriri, Mufti Dawla Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri ya BAKWATA Taifa, waheshimiwa viongozi kutoka taasisi mbalimbali, mashekhe wenzangu wa mikoa ya Dar es Salaam, Katavi na Kilimanjaro, lakini wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, wageni waalikwa, kina baba na kina mama, kwa ujumla wenu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kazi niliyopewa ni ya kutoa salamu kwa niaba ya wajumbe wenzangu kuu ya taifa, na hapa niseme kwa unyenyekevu mkubwa, nilipojulishwa kwamba nitafanya kazi hii, Mheshimiwa Mufti, niliwauliza wenzangu nikaseme nini, kwa wakanambia ile nitakaloona niseme kwa niaba yao basi niseme. Kwa upande wangu mimi naomba Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya wenzangu, tutumie nafasi hii kwanza kukushukuru sana, lakini pili kuombea Mungu, Mwenyezi Mungu akubarikie, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda, kwani yale ambayo umetufanyia au unayoendelea kutufanyia kama halmashauri, lakini kama Waislamu wa Tanzania, hayana mithali. Mheshimiwa Mufti, Al-Imam Muhammad Al-Busiri katika maneno yake maarufu katika Burdatul Madihi amepata kusema, qad tunkiru al-ayn daw'u ash-shamsi min ramadi wa tunkiru al-famu ta'mu al-ma'i min saqami. Al-Imam Busiri alikuwa akielezea kwamba inaweza ikafika mahala mgonjwa wa macho asione mwanga wa jua, lakini haipingiki pia mtu mwenye malaria akashindwa kufahamu na kutambua tamu ya chungwa. Mheshimiwa Mufti, haya unayoyafanya hapa ya sisi tumekuja kwenye kikao, lakini ukaona haitoshi, utufanyie jambo ambalo tutakwenda kuelezea huko tunakotoka. Kwa hakika mimi naona ni madogo sana kuliko yale ambayo umeendelea kuyafanya siku zote. Hii imekuwa ni kawaida yako. Huu ndio uadilifu wako. Huu ndio uaminifu wako. Mheshimiwa Mufti na mgeni rasmi wa shughuli hii, Mufti wetu katika kudhihirisha uadilifu wake na uaminifu wake, alipochukua tu nafasi kama kaimu mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, aliwaahidi wa Tanzania kwamba akiingia kwenye nafasi hii atafanya mabadiliko ya katiba ya BAKWATA, na hili alitekeleza, na Mungu ametuambia inna ahada kana mas'ula. Alitekeleza, na moja ya matekelezo yake ni kuhakikisha mali za BAKWATA, ambazo kwa tafsiri ya kawaida ukisikia mali za BAKWATA tafsiri yake ni mali za Waislamu. Mheshimiwa Mufti katika matomezi ya katiba yaliyofanyika mwaka 2018 alihakikisha kuna kuwepo ndani ya katiba ya BAKWATA kitu kinachoitwa waqf deed. Kwa sasa toka 2018 hatuna mashaka juu ya mali yoyote ya BAKWATA kuuzwa au kuibiwa. Ni kwa sababu ya misingi mizuri ya uadilifu wako katika kuahidi,
Mheshimiwa Mufti, tunakushukuru sana. Lakini kama hilo halitoshi, ni mufti huyu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, yeye ndiye kiongozi ambaye amethubutu kuiishi Qur'ani. Mungu wetu anasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ni yeye aliyethubutu kufuta ukabila, kufuta uzawa, kufuta ubwanyenye, kufuta umwamba wa kifedha katika miji, hata wanyonge wakaonekana mabwana katika baadhi ya miji. Mheshimiwa Mufti, ihsani kubwa umetufanyia Watanzania. Niliwaambia kwenye sala ya Ijumaa, mimi nazaliwa Kigoma, lakini Mufti wewe umeona ninafaa na ninatosha kuwakilisha katika mkoa wa Mwanza. Halikuwa jambo rahisi kuwafanya Wasukuma wakubali na waelewe Muha naye, Manyema naye anaweza kuwa shekhe wa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Mufti, ni kazi yako ya kuondoa ukabila na kufuta ukanda katika dini yetu ya Kiislamu. Ni mengi uliotufanyia kama Watanzania. Tusisubiri wakati unaugua kitandani au umeondoka kwa Mola wako. Tuseme sasa unasikia kwamba Mheshimiwa Mufti ndio kiongozi uliyehakikisha unaleta mabadiliko makubwa ndani ya BAKWATA. Leo tunajivuna kwa kitu kinachoitwa BAKWATA Online Academy. Watu wamesoma wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa nafasi yake na uweza wake ameweza kuhakikisha watoto wa Kitanzania kupitia shule zinazomilikiwa na BAKWATA, kuanzia watoto wa darasa la kwanza mpaka la 7, watoto wa form 1 mpaka form 4 mpaka form 6 wakisoma elimu bila kubaguliwa, na yeye mfuko wake ukisimamia watoto wasome. Mheshimiwa Mufti, sisi tunaweza kukulipa nini? Jukumu letu sisi muda wote tumeambiwa na tumefundishwa, yoyote anayekufanyeni jambo jema au anayekuleteni jambo jema mlipeni, na kama hamna basi jukumu lenu fad'u lahu, muombeeni Mungu. Tuna wajibu Mheshimiwa Mufti ya kukuombea Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake na uweza wake aendelee kukupa imara, akupe afya njema, lakini Mungu akupe umri mrefu wa taa, uendelee kutusimamia kama Watanzania. Nakumbuka, nimalize, juzi uliniteua miongoni mwa watu tuliokuwakilisha nchini Misri kwa mambo makubwa matatu. Ni kuhakikishia Mufti tuliyoyakuta ni ya ajabu, namna ambavyo unazungumzwa na mamlaka za Kimisri, kuanzia za dini mpaka za serikali. Tumepata heshima ya kwenda kushuhudia na kuzuru mahala alikozikwa kichwa cha mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeweza fika mahala tukawenda kuzuru nywele za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekwenda kuzuru kidawi cha wino alichokuwa akitumia Mtume wakati wa kuandika barua zake mbalimbali. Tumekwenda kuona eneo na chombo alichokuwa akitumia wanja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mengi, na tunaambiwa wazi kwamba mnafanyiwa haya kwa heshima ya Mufti wa Tanzania. Ni yule asiyekujua ndio anaweza kukutazama kwa sura nyingine. Mheshimiwa Mufti, hatuna ya kusema kwako. Sisi wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa tunajua thamani yako, tunaifahamu kazi yako, na ndio maana tumesimama pamoja na wewe, na kwa muda wote tutaendelea kuwa na wewe, tukihakikisha kwamba yale unayoyataka na ndoto zako za kuwafikishia kheri, mafanikio, fanaka wa Tanzania zinatimia. Mheshimiwa Mufti, shughuli hii umeiandaa maalum kwa ajili ya kula. Nisizidisha maneno ikawa hutuba, lakini niombe kwa unyenyekevu mkubwa hadhara hii isiondoke ila imekuombea dua maalum. Mwenyezi Mungu aendelee kukuhifadhi, Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda, Mwenyezi Mungu aendelee kukupa umri mrefu wa Tanzania. Waislamu wa Tanzania bado tunakuhitaji sana, kwa sababu ni wewe ambaye umediriki hata kuendeleza kudumisha amani ya nchi hii. Ni wewe Mheshimiwa Mufti ndio umeleta utengamano mkubwa wa dini zetu kubwa za Kikristo na Uislamu. Ni wewe umesimama pamoja na wakuu wa dini wenzako kuhakikisha kwamba tunakuwa na interfaith imara katika nchi hii. Mheshimiwa Mufti, yako ni mengi, tukiyasema tutajaza vitabu 70. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto.